nimejikuta nalia nipowaona wanajeshi wakiendelea kusimama na wananchi. Nilimshukuru sana Mungu, maana sio tu kwamba wanajeshi walikuwa wamesimama upande wa wananchi, bali nilimuona Mungu kupitia wanajeshi akisimama na wananchi. Mungu awabariki sana wanajeshi kwa kusimama katika haki, maana tunachotafuta kupigania sio wananchi tu na wala sio kiongozi, bali haki. Maana hata kama wananchi wasingekuwa upande wa haki, stili ungesimama upande ambao kuna haki. Lakini pia niwashukuru maaskari pia, maana pamoja na kwamba kwa sasa mmevikwa vazi baya, lakini sio wote wana moyo huo. Maana uaskari ni cheo tu, lakini moyo wa mtu haulinganishwi, hauwezi kuvalishwa cheo. Kila moja na moyo wake ndani. Kwa hiyo niwashukuru pia maaskari wote ambao mmeendelea, ndani yenu mnajua mmesimama upande gani. Hata kama kuna amri zinasimama, lakini hata ile tu kuona kwamba kuna mashambulizi makubwa na nini, bado tunaweza tusione ile juhudi yenu iliyoko ndani ya mioyo yenu, lakini nyie mnatambua. Kwa Mungu awabariki sana. Na mshukuru kila mmoja ambaye anaendelea kusimama na taifa la Tanzania katika maombi, na yote ambaye anasimama kuendelea kuliombea, kwa sababu haya maandamano ni njia ya Mungu ya mpito tu, ni njia ya Mungu ya muda tu. Hajakusudia tuwe watu wa kuandamana, hajakusudia iwe ndo njia pekee ya kuleta suluhu, bali ametoa kama alama ili itukumbushe kurudi katika njia ya amani. Kwa hiyo ninapenda sana mkumbuke video zangu ambazo Mungu alinisukuma kuanza kuongea juu ya taifa la Tanzania, na wengi walinibeza. Baadhi ya wachungaji wangu waliniambia nifute hizo video, nikamwambia kuna Mungu aliyeniita. Kwa sifanyi kwa sababu ya mlengo wa siasa, sifanyi kwa sababu ya muhemko wa maumivu ya yale ambayo watu wanatendewa. Ninafanya kwa sababu Mungu amenithibitishia kwamba natakiwa nisimame kwa upande wa kimungu kwa ajili ya taifa. Kwa wengine wakaniambia nisiwasiliane nao, na nilikuwa tayari kubeba msalaba huu, na nilikuwa tayari kupoteza baadhi ya marafiki wangu wa karibu na watu wanaonisapoti katika huduma, ili kusudi tu nihakikishe ninafanya kila ambacho Mungu amenipa. Na lakini sasa, kabla sijasoma hii Zaburi, ninaomba niwakumbushe watu wa Mungu, watumishi wa Mungu. Mungu hajawapa hizo nafasi, Mungu hajawapa hizo madhabahu kwa ajili ya kuwatabiria tu watu kufanikiwa, bali ni kwa ajili pia ya kuwa sauti ya Mungu kwenye taifa, hasa kwa nyakati kama hizi. Huu ni wakati ambapo nilitegemea watumishi wa Mungu kote nchini kupitia mitandao, social media, mwe mnahamasisha maombi. Na nilitegemea pia nitegemea hilo, lakini najua pia mambo haya hatujayazoea. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mmefanya pia, ila ninaomba tu kitu kimoja, hasa kwa kutumia viongozi ambao Mungu amewapa nafasi kubwa, maaskofu. Ninaomba kwa umoja wenu muitishe maombi ya kitaifa pamoja na ndugu zetu Waislamu. Unajua ni kwamba anayemiliki mbingu ni Mungu peke yake. Kwa sisi wanadamu tukiwa hapa duniani hatuna haja ya kubaguana kwa dini zetu, maana sisi hatuna ufunguo wa ahera. Kwa ninaomba kabisa kwa nia njema ya kwamba sisi wa Kristo na Waislamu tuungane kwa pamoja kusimama na Mungu kwa ajili ya taifa. Kumbuka hapa tunaongelea jambo la taifa, ambapo kuona tu kwamba umezaliwa kwenye taifa la Tanzania bila kujali dini yako au nini, manake Mungu anakusudi na wewe kwenye hilo taifa. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo hatuhitaji kubaguana kwa dini zetu. Mungu ndo aliyetuumba sote, na kama Mungu hajamuua mtu kwa sababu ya dini yake, manake wote ameruhusu tuishi. Kwa hiyo tuwe na umoja,
tusiwe na mitazamo tofauti. Kuna tamani haya maombi yawe ya kitaifa, taifa zima, ambapo yawe mashehe pamoja na watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, tuitishe tarehe moja inayoendana kama taifa kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Iwe tarehe moja ambayo itatuunganisha pamoja kama taifa na sio kama dini. Maana tunapoongelea kwa habari ya taifa, hatuangalii umoja wa dini, tunaangalia umoja kama taifa, umoja kama wananchi. Lakini pia ninaomba watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapa sauti katika taifa la Tanzania, msipoitumia hiyo sauti kwenye wakati kama huu kwa ajili ya kulijenga taifa la Tanzania, inawezekana mkaanza kupoteza kidogo kidogo sauti yenu katika taifa, kwa sababu huu ni wakati ambapo sauti yenu ni sauti ya Mungu pia, kwa sababu Mungu aliwaamini. Kwa mnaposimama kutoa neno la Mungu linaachilia mwangaza. Mnaposimama kuhamasisha maombi, mnaachilia nuru katikati ya giza. Lakini hii kunyamaza tu si jambo zuri. Naomba nishiriki pamoja nanyi zaburi hii ambayo tarehe 27 mwezi wa 10 2025, moja ya wana maombi ambao ninashirikiana nao kuomba kwa ajili ya taifa aliota niko madhabahuni ninaomba, na baadaye akapewa zaburi hii ili anisomee. Ni Zaburi 18 mstari wa kwanza hadi wa 50. Kuna mistari michache tu nitasoma. Hii ni zaburi ambapo Daudi alikuwa anamshukuru Mungu baada ya kumuokoa kutoka kwa mikono ya adui zake, akiwemo mfalme Sauli. Neno la Mungu linasema, mstari wa kwanza: wewe Bwana nguvu zangu nakupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Nitamuita Bwana, astahiliye kusifiwa. Hivyo nitaokoka na adui zangu. Kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimuita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Naomba niwakumbushe viongozi wa serikali, mnaoyaona haya yanayotokea, nyumba zenu zinachomwa, rejeeni huu mstari. Kumbuka, Mungu akileta neno kupitia ufunuo au ndoto, manake hilo ni neno tunaita rema, manake ni neno ambalo limekusudiwa, lina uhai ndani yake. Kwa anaposema kwamba baada ya huyu Daudi kuomba, mstari wa 7 anasema, ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Utaendelea kusoma, kukapanda moshi kutoka puani mwake, moto katoka kinywani mwake ukala, makaa yakawashwa nao. Naona Mungu mahali hapa pamesema moto litoka mbinguni. Sio lazima moto utoke kama kipindi cha Elia uliposhuka kutoka mbinguni. Mungu anaweza akatumia wanadamu kushusha moto juu yenu. Kwa hiyo ili pia ambalo inaendelea kwa bali ya vitu vinachomwa na nini, naomba msilichukulie kama ataki ya wananchi kwenu, bali mrejee kwamba kuna ghadhabu ya Mungu juu yenu, kwa sababu wakati ule anatuma watumishi wa Mungu kuwaonya, kuwakumbusha, mlimdhalau, mlishupaza shingo. Kwa hiyo kuna namna Mungu anawaadhibu, lakini adhabu ya Mungu huwa ni ya upendo. Ndiyo maana watu wengi wametamani mfe ghafla, muugue ghafla,
lakini Mungu hajaruhusu. Kwa nini Mungu hajaruhusu mabaya? Maana yupo kuwaadhibu ili kuwarudi na sio kuwamaliza. Kwa hiyo hata yatakapoisha haya, kumbuke ya kwamba Mungu anawapenda na Mungu amewaadhibu tu kidogo. Msisubiri sasa kuingia jehanamu, bali tengenezeni njia zenu. Lakini nitarukia mstari wa 17. Mtaanzia Tanzia 15 inasema, ndipo ilipoonekana mikono ya maji, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa. Bwana, kwa kukemea kwako, kwa mvumo wa pumzi ya pwani mwako. Alipeleka kutoka juu, akanishika na kunitoa katika maji mengi. Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu, na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Naomba nirudie mstari huu. Alipeleka kutoka juu, akanishika na kunitoa katika maji mengi. Mstari wa 17. Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu, na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Hakika wananchi, sisi hatakuwa na nguvu ya kufanya chochote. Juu yenu viongozi ambao mlikuwa na mamlaka, na nyuma yenu kulikuwa na jeshi, lakini Bwana ametuinulia msaada. Hebu tafakari kama jeshi la wananchi pia lingekuwa upande wa serikali na kupiga wananchi. Hakika Mungu atawakumbuka wanajeshi wa Tanzania. Mungu atawakumbuka. Lakini pia bado mimi kama mtumishi wa Mungu ninasimama kwa ajili ya askari. Mungu awasamehe na Mungu alisafishe jina lenu kama askari. Mungu alisafishe jina lenu. Lakini daima Mungu awabariki wanajeshi. Na itokee siku moja awepo kiongozi ambaye atawakumbuka hata mishahara yenu. Angalau kazi mlioifanya izae matunda hata kwenye maisha yenu na watoto wenu. Mstari wa 18, tarudia 18 na kuendelea kidogo. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa, akanipeleka panapo nafasi. Aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Akanitoa, akanipeleka panapo nafasi. Akaniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Hapa kuna assignment kama taifa, kwamba Mungu ana kusudi la kututoa na kutupeleka panapo nafasi, lakini atatutoa kama atapendezwa nasi. Kwa kama taifa tunatakiwa kujenga taifa lenye maadili ya kimungu. Tumeona watu walikuwa wanafanya ushoga na bado serikali haina meno juu yao, inawaacha tu wanafanya. Kama taifa maana yake tulikuwa tumpendezi Mungu. Tumeona wanamuziki wakubwa wanageuka kutoka kwenye kuwa vioo vya jamii, wanakuwa vioo vya jamii. Nyimbo zao ni matusi tu, na hata BASATA zipo, lakini nyimbo ambazo zinaweza kuwarudi watu kwenye maadili, zikiwa na mlengo tu wa kukosoa serikali, zinafungiwa. Lakini zile ambazo zinamchafua Mungu na maadili ya dini zetu zinaruhusiwa. Manake viongozi wa serikali mligeuka kuwa Mungu. Mlitaka kumwabudiwe nyinyi, msifiwe nyinyi kuliko hata Mungu. Kila ambacho kinamchafua Mungu hamkuwa na habari nacho. Ni heri Mungu achafuliwe ila sio nyie.
Lakini mahali hapa Daudi anasema kwamba akanitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Huu ni ujumbe kwa taifa la Tanzania kwamba Mungu atatuponya kama taifa ikiwa njia zetu zitampendeza. Kwa bado tunao wajibu wa kulijenga taifa letu kwenye msingi unaompendeza Mungu, na hapo ndipo tutakapomuona Mungu. Lakini kama tutaona tu kwamba kwa muda na tutatazama tu maandamano kwa ajili ya kumtoa Rais Samia asiwe rais, bado stili hatutaweza kutoka kwenye utumwa. Narejea ndoto ile niliota kwamba niliota mbwa 4 wananifukuza, niliyemuua ni mmoja tu. Uwezo ukajua hao mbwa ni akina nani waliobaki 3. Inawezekana ni mifumo, inawezekana vyovyote. Kwa hiyo bado tunao kazi ya kutengeneza na Mungu. Lakini naomba nimalizie kitu kingine, ya kwamba tunahitaji hekima ya Mungu isimame kama taifa kwenye wakati huu ambapo taifa la Uganda linahusishwa kuleta wanajeshi wake nchini Tanzania kusapoti utawala wa Rais Samia. Inahitajika hekima ya Mungu ili kuhakikisha kwamba hatuingii kwenye uhasama kati ya haya mataifa mawili, bali hekima ya Mungu isimame. Tusijaji vitu moja kwa moja kama taifa, yani kosa la mtu mmoja tusilipeleke kwa ajili ya taifa zima. Tumombe Mungu umoja ambao tumekuwa nao kama mataifa jirani, Mungu atupe hekima ya kuendelea kuenzi. Na ninarejea andiko lile la Yona alipokuwa kwenye merikebu ilitaka kuzama. Walitupa mizigo na nini, lakini bado haikuwezekana. Paka akamwambia kwamba mtakaponitoa mimi ndipo merikebu itatulia. Basi walipomtupa ndipo merikebu itatulia. Manake tunaposhughulikia mambo ya kitaifa tusishughulikie kwa uhasama wa mambo mengi. Ni heri kumshughulikia mmoja ambaye ndiye sababu, lakini tusije tukaendeleza uadui kama taifa. Lakini pamoja na hayo, mwisho kabisa nasema msingi wa amani ni haki iliyojengwa katika upendo na msamaha. Msingi wa amani ni haki iliyojengwa katika upendo na msamaha. Hapo ndipo tutaona amani. Nini? Kuna watu ambao wametukosea. Tusipofungua mioyo kuwasamehe, hiyo amani hatuwezi kuipata. Tusipofungua mioyo kuwapenda, hiyo amani hatuwezi kuipata. Ili umtendee haki adui yako lazima umpende. Na ili umpende lazima umsamehe. Kwa kuna watu wengi bado wametukosea, tunahitaji kuwatangazia msamaha. Kuchoma mali zao kunaweza kusiwasaidie, ila kuwasamehe na kuwakumbusha kwamba walitukosea ila tunawasamehe kunaweza kuwagusa zaidi mioyoni mwao, na hata wakabadilika zaidi kuliko ambavyo tungeweza kuwafanyia kuwalipa ubaya kwa ubaya. Walumi sura ya 12 mstari wa 21 inasema usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Kwa ninaendelea kuwakumbusha kwamba huu ni wakati ambapo mabaya tuliyofanyiwa kama wananchi tunatakiwa tuyashinde kwa kufanya mema. Iki kipindi ambacho Mungu